Karibu kwenye kipindi cha ufugaji wa dopa bora, mahali tunapojifunza kwa kina jinsi ya kufuga kondoo wa dopa kwa njia ya kisasa, yenye tija na yenye faida halisi. Hapa hatufugi kwa mazoea, tunafuga kwa mfumo. Katika kila kipindi tunakuletea maarifa ya vitendo kuhusu kulisha, afya, uzalishaji pamoja na mbinu za kukuza ufugaji wako hadi kuwa biashara yenye mafanikio. Kama wewe ni mfugaji au unapanga kuanza ufugaji wa dopa, basi uko mahali sahihi. Tulia, sikiliza kwa makini na jiandae kubadilisha ufugaji wako kuwa chanzo cha mapato endelevu. Hii ni ufugaji wa dopa bora. Msingi imara wa ufugaji wa dopa. Hiyo ndio mada yetu katika kipindi cha leo. Wacha nianze kwa kusema hivi. Katika ufugaji wowote, mafanikio hayaanzi kwenye shamba. Yanaanzia kwenye akili ya mfugaji. Sisi wengi wetu huingia kwenye ufugaji wa kondoo aina ya dopa tukiwa na matarajio makubwa ya kupata faida haraka. Tunaposikia kwamba dopa hukua kwa haraka, huzaliana vizuri na wanahimili mazingira magumu, sisi huona kama ni fursa rahisi ya kupata pesa. Lakini ndugu yangu, baada ya muda mfupi, baadhi yetu hukata tamaa. Si kwa sababu dopa hawafai, bali ni kwa sababu hatukuanza kwa msingi sahihi. Ufugaji wa dopa si kubahatisha. Ni mfumo unaohitaji kueleweka, kupangwa na kufuatiliwa kwa umakini. Lengo la kipindi hiki ni kukupa uelewe jinsi ya kuanza kwa usahihi, jinsi ya kujenga mfumo wa kudumu, jinsi ya kufikia faida halisi. Ni muhimu pia kuelewa kuwa ufugaji ni biashara kama biashara nyingine yoyote. Kama una mpango na kama una mwelekeo, hupati matokeo. Ya kwanza, kabla ya kununua hata kondoo mmoja, lazima uelewe unachofuga. Dopa ni aina ya kondoo waliotokana na mchanganyiko wa aina mbili. Kuna ile inaitwa Dorset Horn na wengine wanasema inaitwa Blackhead Persian. Mchanganyiko huu uliunda kondoo wenye uwezo wa kustahimili mazingira magumu huku wakikua kwa kasi nzuri. Sifa kuu za dopa ni pamoja na, kwanza, uwezo wa kukua kwa haraka. Dopa wana uwezo wa kufikia uzito wa kuuza ndani ya muda mfupi ukilinganisha na aina nyingine za kondoo, hasa hizi zetu za kienyeji. Pili, uwezo mzuri wa kuzaliana. Kondoo hawa wanaweza kuzaa mara kwa mara ikiwa wanatunzwa vizuri. Na mara nyingi huzaa watoto mmoja hadi wawili kwa wakati mmoja. Na la tatu, uwezo wa kuhimili mazingira magumu. Wanaweza kustahimili joto, ukame na hali ngumu kuliko aina nyingi za mifugo. Hata hivyo, sifa hizi hazimaanishi kuwa dopa hawahitaji matunzo bora. Sisi hukosea hapa. Tunafikiri dopa wanaweza kuachwa bila mpango. Lakini ukweli ni kwamba bila mfumo mzuri wa kulisha, afya na uzalishaji, dopa hawawezi kukuletea faida. Kwa hivyo, hatua ya kwanza ndio inaamua mwelekeo wa safari yako yote. Makosa unayoyafanya mwanzo huwa na gharama kubwa sana baadaye. Hatua ya kwanza ni kupanga. Au jiulize, unataka kufuga kondoo wangapi? Uko na ardhi kiasi gani? Una chanzo cha chakula cha uhakika? Kwanza bila majibu ya maswali haya ni hatari. Hatua ya pili ni kuchagua mifugo bora. Usivutiwe na bei ya chini pekee. Ukienda kwenye soko unaambiwa hii ni bei fulani, unasema ni rahisi. Kondoo wa bei rahisi lakini wenye ubora mdogo watakuletea hasara. Angalia mambo yafuatayo. Muundo wa mwili uwe mzuri. Kondoo hawe hai na mwenye nguvu. Hasiwe na dalili za ugonjwa. Ametoka kwa mfugaji anayeaminika, unayemjua, anayesifika kwa ufugaji.
Hatua ya tatu ni kuanza kwa idadi ndogo lakini yenye ubora. Ni bora kuanza na kondoo wachache wazuri kuliko wengi dhaifu. Kuanza na idadi ndogo kunakupa nafasi ya kujifunza, kurekebisha makosa na kujenga uzoefu. Hebu pia nikupeleke kwenye banda. Banda la kondoo si sehemu ya kulala tu, ni msingi wa afya na uzalishaji. Banda lisilofaa husababisha magonjwa, ukuaji duni na vifo kwa mifugo. Banda bora linapaswa kuwa na sifa zifuatazo. Kwanza, liwe na hewa ya kutosha. Hewa safi hupunguza magonjwa na mfumo wa upumuaji. Pili, liwe kafu. Unyevu husababisha magonjwa ya miguu na maambukizi. Tatu, liwe safi na rahisi kusafisha. Usafi ni kinga kubwa dhidi ya magonjwa. Na nne, liwe na nafasi ya kutosha. Usikuwe na msongamano, kwa sababu msongamano husababisha msongo wa mawazo kwa mifugo na huathiri ukuaji. Pia ni muhimu kuwa na mpangilio mzuri wa ndani. Sehemu ya kulishia, sehemu ya kulala, sehemu ya kutenga wagonjwa, sehemu ya wanakondoo. Banda bora ni uwekezaji, si gharama. Katika sura hii ya mwanzo, tumejifunza mambo muhimu sana. Umuhimu wa mtazamo sahihi, kuelewa dopa kabla ya kufuga, jinsi ya kuanza kwa mpangilio, umuhimu wa banda bora. Hii ndio msingi wa kila kitu. Bila msingi imara, hatua zinazofuata hazitakuwa na maana. Katika ufugaji wa dopa, kuna mambo mengi unaweza kufanya vizuri. Lakini ukikosea kwenye kulisha, yote hayana maana. Ukweli usiofichika ni huu: faida ya ufugaji wa dopa inaanzia kwenye kulisha. Kondoo wanaweza kuwa na mbegu bora, banda bora na usimamizi mzuri, lakini bila chakula sahihi hawatakuwa vizuri, hawatazaliana vizuri, hutapata faida. Kondoo wanahitaji vitu vitatu muhimu katika chakula chao. Vitu vingapi? Vitu vitatu. Ya kwanza ni nishati. Hii hutoka kwenye nyasi na vyakula vya kawaida. Nishati ndio inawasaidia kutembea, unasikia vizuri, kukua na kuishi. Ya pili ni protini, ama ile kwa lugha ya kimombo inaitwa proteins. Hii ndio muhimu kwa ukuaji wa mwili, uzalishaji wa maziwa na ukuaji wa watoto. Vyanzo vya protini ni kama vile Lucerne. Huu ni mmea fulani ambao uko na kiwango cha juu cha protini ambao unaweza kupanda kwa shamba yako, ama unaweza nunua kwa ile imeshawekwa ikakuwa pellets. Kuna pia madini na vitamini. Hivi husaidia kuimarisha kinga ya mwili, inazuia magonjwa na pia inaboresha uzalishaji. Wakulima wengi hutoa nyasi tu na kusahau haya mengine. Hii ni kosa kubwa sana. Wacha pia tuangalie aina za malisho. Ili uwe na mfumo mzuri wa kulisha, lazima ujue aina za malisho. Kuna malisho ya asili. Hii ni nyasi sasa. Haya ndiyo msingi wa chakula. Mfano, kuna Napier, kuna ile inaitwa Boma Roots. Kuna pia nyasi za kawaida. Lakini kumbuka, nyasi pekee hazitoshi kwa uzalishaji wa kiwango cha juu. Wacha pia tuangalie malisho ya ziada, ama kwa lugha ya kimombo supplements. Haya huongeza ubora wa chakula. Mfano kama ile nilikuwa nimekuambia hapo mbeleni, ni Lucerne ile ambaye imefinywangwa ikakuwa pellets. Kuna pumba, kuna vyakula vya kuongeza nguvu. Na usisahau maji safi. Hii sisi hupuuza sana, lakini ndio muhimu kabisa. Kondoo lazima wawe na maji safi kila wakati. Ukikosa maji, wakikula kidogo, ukuaji unashuka. Sasa tuangalie jinsi ya kupanga mfumo wa kulisha. Sio haitoshi tu kujua aina za chakula, lakini pia lazima uwe na mfumo. Hatua ya kwanza
Kuwa na ratiba ya kulisha. Usilishe bila mpangilio. Weka ratiba. Kwa mfano, asubuhi utawapa nini, na mchana utawapa nini, na jioni utawapa nini. Lakini kumbuka maji iwe kila wakati. Wacha kusema wacha tuende malishoni alafu sijui ati tutarudi kunywa maji baadaye. Sijui wacha wangu wanapenda kunywa maji jioni. Hakuna story ya wako wanapenda nini. Maji lazima iwe. Kuwa na ratiba husaidia kondoo kula vizuri na kwa utaratibu. Hatua ya pili, kiasi cha chakula. Lazima ujue kila kondoo anakula kiasi gani. Ukitoa kidogo atakuwa vizuri. Ukitoa kingi bila mpango unapoteza chakula. Hatua ya tatu ni ufuatiliaji. Angalia, je, wanamaliza chakula? Je, wanakuwa vizuri? Na utajuaje wanakuwa vizuri usipopima? Hii itakuambia kama mfumo wako unafanya kazi. Na sasa wacha tuangalie ile makosa kubwa sisi hufanya ya kulisha. Haya ndiyo makosa yanayotuangusha sisi wafugaji wengi. Kutegemea nyasi pekee. Hii husababisha ukuaji mdogo. Na pia ukuaji mdogo ni faida ndogo. Pili, kukosa mpango wa chakula. Leo unalisha vizuri, kesho vibaya. Kesho umeenda safari ya ujui mwenye analisha. Hii haiwezekani. Kondoo wanahitaji uthabiti. Na ya tatu, utaweka akiba ya chakula. Wakati wa ukame, chakula hupungua, hiyo ni kawaida. Na wewe kama mfugaji nitakana ujue hivyo, ya kuwa chakula haiko kila mara. Na chakula ikipungua, kondoo hupungua uzito. Kwa hivyo weka chakula kwa ajili ya ukame. Wacha tuangalie siri. Wafugaji wanaopata faida kubwa hufanya hivi. Wanapanda malisho yao wenyewe. Wanahifadhi chakula mapema. Wanapanga mfumo wa kulisha. Hawategemei bahati. Hii yote wanaifanya purposefully. They purpose to do it. Sasa tuunganishe kulisha na faida. Kondoo aliyelishwa vizuri hukaa na afya nzuri, hukua haraka, ufikie uzito wa kuuza mapema. Hii ina maana gani? Unauza mapema, unapata pesa mapema, unapunguza gharama. Ama nirudie, unauza mapema, unapata pesa mapema na unapunguza gharama. Kulisha si sehemu ndogo ya ufugaji, ni moyo wa biashara yako yote. Ukidhibiti kulisha, umedhibiti faida yako ama umecontrol. Wewe ndio unaweza amua faida yako ni ngapi ukishadhibiti kulisha. Lakini nayo ukikosea kulisha, hata uwe na kondoo bora kiasi gani, hutapata matokeo. Mimi nakuambia. Tumalizie kwa kusema hivi. Tumeanza safari hii kwa kuelewa jambo moja muhimu sana. Ufugaji wa dopa si kubahatisha, ni mfumo. Leo tumejifunza misingi ambayo wafugaji wengi huipuuza. Mtazamo sahihi wa biashara, kuelewa kondoo unaofuga, kuanza kwa mpangilio, kujenga banda bora, mfumo sahihi wa kulisha, kulinda afya ya mifugo. Haya yote si mambo madogo. Haya ndio msingi wa mafanikio yako. Lakini ukweli ni huu. Watu wengi watasikiliza, wataelewa, lakini hawatachukua hatua. Na matokeo yake wataendelea kubaki pale pale. Lakini wewe uliyesikiliza hadi mwisho, una nafasi tofauti. Una maarifa, una mwongozo. Unachohitaji sasa ni kuanza na kuchukua hatua. Usisubiri kila kitu kiwe kamili. Anza na kile ulicho nacho. Anza kidogo, lakini anza kwa usahihi. Kwa sababu mfugaji anayefaulu si yule aliyeanza na wengi, bali ni yule aliyeanza kwa mfumo sahihi. Kumbuka hili daima. Kondoo hawaleti faida kwa wingi wao, wanaleta faida kwa jinsi unavyowasimamia. Kama umejifunza kitu leo, chukua hatua moja leo, hata kama ni kidogo. Na kama unataka kujifunza mfumo kamili wa ufugaji wa dopa kwa undani zaidi, hatua kwa hatua, wasiliana nasi kwenye description hapo chini. Asante sana kwa kunisikiliza. Kama kipindi hiki kimekusaidia, usisahau
kushirikisha mfugaji mwingine. Tutaonana kwenye kipindi kijacho, ambapo tutaingia kwa undani zaidi kwenye uzalishaji wa jinsi ya kuongeza kundi kwa faida kubwa. Na karibu kwenye safari ya mafanikio ya ufugaji wa Dopa.